Najua haya mambo ya dini haya jamani, Mungu atusaidie tu. Inabidi kiongozi wa dini uwe na uelewa mkubwa sana. Nilichokuja kujifunza mi IPM, kiongozi wa dini inabidi uwe na uelewa wa ziada. Imagine wako viongozi wenzetu wa dini wanasema msipewe vyakula na Wakristo kwa sababu hivyo vyakula ni haramu, kwa sababu wanasherekea Mungu mtu, kwa mtoto aliyezaliwa ni Mungu, kwa hiyo msile hivyo vyakula. Sisi wa Tanzania tumekuwa tukiishi kwa amani, tukiishi kwa upendo, tukiishi kwa undugu. Waislamu wakiwa na sikukuu yao tunaenda kula, si ndio? Tunakula pilau vizuri, wamefunga wao ila pilau tunakula sisi na tunakula wote. Wamefunga Ramadhani wao, lakini Idi tuko pamoja, tunasherekea pamoja, tunafurahia pamoja. Huo ndio Utanzania ambao tumekuwa nao miaka yote. Lakini nashangaa baadhi ya viongozi wanatoka wanasema kwa sababu tumejiandaa kuwapelekea pilau Waislamu wenzetu, ndugu zetu wa Tanzania wenzetu, pilau la Krismasi. Viongozi baadhi yao wanatoka wanasema kwamba msiende kula hivyo vyakula. Mimi ni mchungaji, lakini kuna siku nilikwenda pale hospitali nikamkuta binti wa Kiislamu anatakiwa ongezewe damu, na grupu langu mimi linafanana na grupu lake. Ilibidi nitoe mkono wangu, damu yangu ifanyeje, aongezewe mtoto ili asife. Sasa vyakula ninavyokula mimi Mkristo, uoni kama vimeingia kwa mtoto wa Kiislamu? Ni Muislamu yupi anakwendaga supermarket anaulizia sausage? Si wanachukuaga sausage? Wale kuku ambao wako kwenye supermarket, mbona Waislamu wanawanunua kwenye package wamepangwa? Mbona waulizo wamechinjwa wapi? Nyama za ng'ombe zilizoko ndani ya supermarket zote Waislamu wananunua. Mbona waulizi nani amechinja? Unafika baa, unafika hotelini, unakula tu vyakula, mbona uulizi hivi vyombo vimepikiwa ni Muislamu au Mkristo? Ukifika hotelini, naomba wali maharage, naomba wali nyama, unauliza hiyo nyama imechinjwa wapi na nani? Kwa hiyo ningewaomba sana ndugu zangu wa Tanzania, tuwe na utulivu wa akili, tusipende kugombanishwa kwa vitu ambavyo hata ukiviangalia make sense. Mimi naingia kwenye nyumba ya Muislamu, Waislamu wanaingia kwenye nyumba za Wakristo. Wakati mwingine baba Muislamu, mama Mkristo, nyumba moja. Wakati mwingine watoto hawa wameenda kwenye Uislamu, watoto hawa wameenda kwenye Ukristo. Wakikutana pale Moshi Marangu, wanatumia vyombo hivyo, vyombo vimoja hivyo vya Wakristo na Waislamu vya chakula, wote wanashare. Wanakaa meza moja, wanaongea pamoja, wanakula pamoja. Nataka niseme neno kupitia siku hii ya Christmas. Mungu atusaidie, badala ya kuwa na watu wa kutawanyika na kugawanyika, kiongozi wa dini na sifa moja ya kwanza ni mtu mwenye kuunganisha watu, sio kutawanyisha watu. Kufanyaje? Kuunganisha watu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hata siku moja hakuwahi kuwakataa Wakristo, hakuwahi kuwakataa Wakristo. Zaidi sana Waislamu walipokwenda kuhubiri Uislamu huko Ethiopia, akawaambia huko kuna Wakristo huko, watawapokea vizuri, na Wakristo wakawapokea Waislamu vizuri kwa ukarimu ulio mkubwa. Hakuwahi kufundisha chuki. Sasa tusitaki kuwa na viongozi wenye kufundisha chuki. Tunaishi kwa upendo, na Mungu atusaidie kupitia Krismasi hii upendo katika taifa letu ukaongezeke kwa watu wote. Makofi hapo.